kunyenyekea, na alipoanza kunyenyekea akawa mtu wa kufuatilizia. Haleluya! Alifuatilizia kwa upana na pia akafuatilizia kwa ukina, na alipokuwa anafuatilizia kuna mambo alihisi kujiuliza, na baada ya kujiuliza akahisi kuulizia. Baada ya kuulizia akafundishwa na mtumishi Elia. Kuna siri ambazo alizifunza kuhusu mtumishi Elia. Kuna mambo alijifunza kuhusu mtumishi Elia. Hata kuna baadhi ya maombi alijifunza kuomba. Kuna mambo ambayo alijifunza kutokana na mtumishi Elia. Hata katika kuvaa kwake alijifunza kwa Elia. Hata kuongea kwake alijifunza kwa Elia. Kuishi kwake alijifunza kwa Elia. Kukaa kwake alijifunza kwa Elia. Maana Elia ijapokuwa ni mtumishi wa Bwana, lakini alikuwa na moyo safi, alikuwa na moyo wa amani, alikuwa hana chuki na mtu, alikuwa hana uzito na mtu, alikuwa hana hasira na mtu. Ni moyo wa unyenyekevu, na ule moyo wa unyenyekevu ndio Elisha nao utafuta. Basi akaambiwa kwamba unataka kupokea jambo hili, unataka kukaa katika jambo hili, ya kupasa unyenyekee, ya kupasa ufanye jambo hili, ya kufanya uondokee hili, ya kufanya uweze kushikania na hili. Jambo hili linafaa, haleluya, uweze kutoka katika hili ili uchunganishe katika hili. Basi wakati alipokuwa anafuatilizia, maana yake ni kusema ya kwamba kuna mambo alifundishwa ambaye hakuna nabii wakati huo aliyofundishwa na mtumishi Elia. Maana huyo alikuwa karibu na Elisha, huyo alikuwa karibu na Elia. Kwa hivyo kuna mambo ambayo aliyajifunza kutokana na Elisha. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mambo yote ambayo Mungu ananena na Elia, na Elisha anaulizia. Hivyo baada ya kuulizia, kuna Mungu anamsaidia kumwelekeza. Na kwa sababu kuna karama amepokea, kuna mambo ambayo anafunuliwa, kuna mambo ambayo anashuhudiwa na Mungu, kuna mambo ambayo ananenewa na Mungu. Na kwa sababu kuna mambo ananenewa, hawezi kuyajua na kuyang'amua, hawezi kuyafafanua na hawezi kusaidika. Na kwa sababu Elia yuko mbele yake, basi anaenda namuuliza. Kuna mambo, baadhi ya mambo ambayo Bwana amenena na mimi, kuna baadhi ya mambo ambayo Mungu amenifunulia na amenihudumia. Haleluya. Na hayo mambo ambayo Mungu amenihudumia, haleluya, ndio nafaa niweze kuyashika na niweze kuyaelewa. Maana Mungu amesema ya kwamba kuna kazi kubwa. Nimeona watu nikiwaombea wakianguka, nimeona watu wakifunguliwa, nimeona watu wakiponywa. Je, jambo kama hili nitaliombaje? Hii katika jambo hili itakaa katika mpango upi ili niweze kutimia katika mwili? Maana katika roho umehaidiana, lakini katika mwili nitalifanyaje? Haleluya. Akafundishwa jinsi ya kupokea na kufanya, haleluya, jinsi ya kutimiza ile kazi ambayo Mungu ameifanya, haleluya. Akahudumiwa kwamba na Mungu kunaonekana maisha mazuri, lakini je, katika haya maisha, haleluya, nitayapokeaje? Hii katika haya maisha nitafanya vipi? Ni mambo gani nitakayojiunganisha nayo ili niweze kupokea hayo maisha? Alipokuwa ameuliza, basi Mungu akamsaidia Elia, akafundishwa kwa upana. Kaa katika mpango huu, nyenyekea katika jambo hili, omba katika namna hii, na jambo hili Mungu amenena atalitimiza juu yako. Haleluya. Katika hiki kipawa ambacho Mungu amekunenea, kaa katika makutano haya, omba hivi na hivi, na jambo hili utapokea. Haleluya. Katika hii karama Mungu amekufunulia na pia amekunenea, kaa katika mpango huu na karama hii itafanya kazi ndani yako. Haleluya. Hivyo katika kufuatilizia, kuna mambo aliishi kufunuliwa na Mungu na kuna mambo aliishi kuulizia. Jinsi anazidi kufuatilizia na kunyenyekea, naye Mungu anazidi kumfunulia na kumhudumia kwa upana. Haleluya. Hapo ndipo alianza kupokea hatua baada ya hatua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Baada ya mtumishi Elisha kuanza kupokea hatua, mwenyewe akaanza kuhudumiwa na Mungu, akaanza kuhudumiwa na Mungu. Na baada katika kuhudumiwa na kufunuliwa, anaenda kuulizia kwa Elia. Basi nilipokuwa katika kuomba, kuna mambo ambayo nimefunuliwa, kuna mambo ambayo nimenenewa. Je, katika mambo haya Mungu anasemaje? Mungu ananenaje katika mambo haya? Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Naye Elia anapata kumfundisha, lakini wewe utapokeaje hatua kama uulizi swali? Wewe utapokeaje nguvu kama uulizi swali? Kwa yale mambo ambayo unayeomba na kunyenyekea ili Mungu aweze kukufikisha. Huwezi kupokea hatua pasipokuwa na Elia. Huwezi kupokea hatua usipokuwa na mtumishi wa Mungu, maana utafunuliwa, utahudumiwa, lakini baada ya kuulizia kuna jinsi Mungu atakufundisha, kuna jinsi Mungu atakusaidia ili upokee hiyo baraka, ili upokee hiyo hatua, ili upokee huo ushindi, ili upokee hiyo neema. Lazima uulizie, maana katika kuulizia ndipo kufuatilizia, na katika kufuatilizia ndipo kupikishwa hatua, utukufu hadi utukufu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Baada ya mtumishi Elisha kwenda kwa Elia, yeye aliacha vitu vyote na akakubali katika moyo, akaufungua kwa Elia. Hivyo hakumuuma Elia, hakumfinyilia Elia, hakumwinukia Elia, hakuwa na uzito kwa Elia, hakuwa na hasira kwa Elia, bali alikuwa na moyo safi. Alipokuwa na moyo safi, Elia akafungua moyo wake. Elia alipokuwa amefungua moyo wake, basi akamuunganisha katika roho, yaani Mungu kutokana na Elia, roho ya Elia, haleluya, ikaenda kwa Elisha. Hivyo jinsi Elia anayofunuliwa, na Elisha naye anafunuliwa. Jinsi mtumishi wa Mungu, haleluya, naye anayefundisha, hivyo hivyo na Elisha anafundisha, maana amepokea sehemu ambayo ilipo ndani ya Elia. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivyo akafanana kama Elia, na ilipofanana na Elia kuna kazi aliifanya, haleluya, ambayo iko katika makutano ya Elia. Kuna kazi ambayo aliitimiza inayolingana na Elia, maana amepokea roho inayotoshana na Elia. Haleluya. Lakini hii mambo yote anayapokeaje? Anayapokea katika makutano ya kufuatilizia, ya kunyenyekea, ya kumwomba Mungu. Hakuona ya kwamba Elia ameenda kufunga na yeye ameenda kukula. Akisema kwamba ameenda kukula, kuna jambo ambalo hatakipokea. Haleluya. Kuna mapungufu ambayo yatakuwa ndani yake. Hivyo kile ambacho kinafanywa na Elia, naye mtumishi wa Mungu naye anafanya, maana ananyenyekea kwake. Akiambiwa kwamba tupitie njia hii, tuwe katika makutano haya, hawezi kugairi, hawezi kumwinukia, hawezi kukataa, maana ananyenyekea ili aweze kupokea kutokana kwa Elia. Hivyo ili anyenyekee, naye Elia anamuona ya kwamba huyu mtumishi ananyenyekea na amejiachilia na anatamani kupokea. Haleluya. Baada ya mtu huyu kuona ya kwamba huyu mtu anatamani, haleluya, na akifungua moyo, naye Mungu anamwachilia, haleluya, karama na vipawa na nguvu juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pasipo hekima ya mtu, ufahamu wa mtu yeyote, wala elimu ya mtu, wala kujua, bali jinsi Mungu apendavyo, bila upendeleo wa aina yoyote. Haleluya. Basi baada ya Elia kuona ya kwamba mtu huyu, haleluya, amekomaa katika ndani yake, maana kuna mambo ameyajua, kuna mambo ameyafahamu, kuna mambo ameyasikia, ameanza kusaidiwa, ameanza kupokea hatua. Mtu huyu amekomaa katika roho. Haleluya. Baada ya kuonekana amekomaa katika roho, Mungu akamtukuza Elisha. Haleluya. Sasa Elisha ili atukuze, lazima Elia aondolewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana wametoshana katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wametoshana katika roho. Hivyo lazima Elia aondoke ili Elisha naye apokee nguvu, afanye kama Elia ameishi kufanya. Haleluya. Hapo ndipo maandiko sasa inasema ya kwamba na ilipokuwa imefikia wakati wa Bwana ili mtumishi wa Mungu aweze kuondolewa, haleluya, chini ya jua hii apandishwe, ili aweze kukaa katika raha ya Mungu na kuishi maisha mazuri, maana kazi ameifanya, mwendo wake ameuchunga, kazi ameitimiliza, na kwa sababu ameitimiliza, ile kazi ameipea mtu mwingine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ili naye aende apumzike, lakini ile karama na ile kipawa amepata mtu wa kumwachia.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ili apokee hatua, ili apokee nguvu, ili afanye ile kazi, ili afundishe jinsi ameishi kufundisha mtumishi wa Mungu, ili ahubiri vile Elia ameishi kuhubiri, ili afunuliane, ahudumiane vile Elia ameishi kuhubiri na kufunuliana, vile ameishi kusaidiwa. Kwa sababu hiyo lazima ile kazi aifanye, lakini hii kazi hawezi kuifanya kama hakupata mtu mwingine. Haleluya. Aweze kumwashia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo sasa Elia alipokuwa amelia katika moyo wake, hii kazi nitaiachia nani? Hili jambo nimeishi kulifanya, hii kazi nimeishi kuitimiliza, hili jambo nimeishi kulifanya, haya maombi nimeishi kuomba, hii karama nimeishi kuitenda, kipawa hiki nimeishi kujitumia. Je, ni nani ambaye Mungu naweza kumwachia hii karama, naweza kumwachia hii nguvu, ili baada ya kuenda hii kazi iendelee, hii kazi isikufe, hii kazi isinilimie, lazima ipate mtu. Haleluya. Alipoomba Mungu akampatia mtumishi wa Mungu, hakumpatia watu 10 wala 20, alimpatia mtu mmoja. Haleluya. Ambaye yuko tayari, haleluya, kwa ajili ya makutano hayo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivyo mwaweza kuitwa wengi, lakini anayetafutwa ni mtu mmoja. Mwaweza kuitwa watu milioni, lakini Mungu anatafuta mtu mmoja, ili anayeandalika, yule anayesikia, yule ambaye amejiachilia, yule ambaye kazi hivi amekubali mwenyewe kunyenyekea chini ya mkono wa Bwana, amekubali kutii na amekubali kukaa katika makutano ya Bwana, ili Mungu amtunuku neema hiyo na amtumie mtumishi huyo. Haleluya. Baada ya mtumishi Elia kuona kwamba kuna mtu amepatikana, haleluya, amekubali kunyenyekea, amekubali kuchuchumia, amekubali kuandalika, amekataa yote, haleluya, na amekubali kujipika msalaba wake ili aweze haleluya, aweze kumfuata mtumishi wa Mungu. Haleluya. Basi Elia akamwambia kwamba tafadhali kaa hapa, maana mimi Mungu ameniazimia nende huko Betheli. Huko Betheli kuna kazi ya Bwana, nafaa niitende mchana wa leo na nirudi jioni. Haleluya. Lakini kwa sababu hiyo mtumishi Elisha anakesha, kwa sababu ameambiwa kuna kazi kubwa ndani yako, na hii kazi kubwa ndani yako itakapokuwa inaitimilika, itakapokuwa imekamilika, uifanye mpaka mimi niweze kuondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya kuondolewa, kazi hii utaipokea. Hivyo sasa huyu mtumishi Elisha ako katika kuchunga moyo na kuchunga mawazo na kuchunga mwili wake. Amekesha kwa sababu ya mtumishi Elia, maana ameambiwa na Elia, mimi wakati wote nitaondoka, na nitakapokuwa nimeondoka, hii kazi iliyo ndani yangu hasa ndipo utakapoifanya. Haleluya. Alipoenda kuomba Elisha, akanenewa maneno hayo hayo ya kwamba mtumishi wangu nitamuondoa, lakini hakuambiwa siku, hakuambiwa masaa, hakuambiwa siku wala masaa ya kuondolewa Elia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini aliambiwa kwamba mtumishi wangu nitamuondoa, na nitakapokuwa nimemuondoa, wewe ndio utabaki katika hiyo pengo, ndio utakabaki katika hilo zamu. Kwa hivyo inafaa uwe karibu na mtumishi wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi akabaki vivi hivi akiwa anakesha, yani anamkeshia Elia. Hasa alipokuwa ameambiwa mimi natoka niende Betheli, akasema ya kwamba vile Bwana aishivyo ndani yako, basi nitandamana pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hakusema ya kwamba wewe nenda nitakuwa nakupikia, maana aliishi mtu ambaye anampikia Elia, anamwoshea nguo na pia anaosha vyombo kwa sababu ya Elia, yani ananyenyekea chini ya mkono wa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hakuchoka kuosha nguo
hakuchoka kuosha vyombo, hakuchoka kumpikia, bali aliishi kwa sababu ana kitu ambacho anakitafuta kwa Elia ndani yake. Kwa hivyo lazima amnyenyekee kwa yale mambo yote ambayo Elia anamwambia, na yale ambayo Elia hajamwambia anayakeshea ayafanye, anayakeshea ayatimize, anayakeshea ayatekeleze, kwa sababu kuna kitu anachokitamani katika moyo wake. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Hakuchoka ya kwamba mbona leo nimeishi, mbona kesho nimefanya hili, mbona juzi nimefanya hili, mbona juzi nimemtendea jambo hili, mbona mtu huyu amekuwa mzigo kwangu. Hakuchoka mtumishi Elisha kumtumikia Elia. Hakuchoka mtumishi Elisha kuwa pamoja na yeye, kuishi pamoja na yeye, kuandamana na yeye. Ijapokuwa alikuwa mdhaifu, lakini Bwana alimtia nguvu. Maana katika milima na katika mabonde Elisha analimandana na mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ijapokuwa amechoka, lakini akifika nyumbani, kwa sababu hao wote wawili ni watu wa kiume, kwa hivyo wakati huo hawakuwa na wake ambao waliishi kuwatumikia, bali mtumishi wa Bwana ijapokuwa amechoka, lakini ataingia jikoni apike. Baada ya kupika aoshe vyombo, na baada ya kuosha vyombo tena aoshe nguo, na pia achote maji, ili mtumishi wa Mungu aweze kujisafisha. Haleluya! Maana kuna kitu na kuna jambo ambalo analihitaji kwa huyu mtu, na hataki huyu mtumishi wa Mungu akasirike, afinyirike, aishiwe na nguvu, alale njaa, atoke mahali ambapo hana kitu chochote. Kwa hivyo anatamani kumburudisha moyo wake, anatamani moyo wake uwe na amani ili apokee kilicho ndani yake. Anatamani mtumishi wa Mungu awe na furaha wakati wowote, ili kilicho ndani yake aweze kukipokea. Kwa hivyo hakuchoka, hakuishiwa na nguvu, hakukata tamaa, hakuona kuishiwa, wala hakuona kuchoka, hata kujitoa katika mali zake alizokuwa nazo mtumishi wa Mungu, ili mradi mtumishi wa Mungu aweze kuendelea na safari ya kuhubiri na kufundisha. Haleluya! Kumbe habari hizi ambazo anamfanyia mtumishi Elia, kumbe anajifanyia yeye, maana pia naye atakuwa mtumishi wa Mungu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Hivyo alipoambiwa kwamba mimi natoka niende Betheli, hivyo kaa hapa mtumishi wa Mungu, maana umechoka. Akasema ijapokuwa juzi tumekuwa ushirika mahali, tumeenda ushirika mahali kwingine, hata leo hii huwezi kuniacha. Haleluya! Tutaandamana pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo hii ni nani aweza kukaa katika neno hilo, aweza kukaa katika jambo hilo, akae katika mpango huo? Utasikia kwamba nimechoka, ama kuna sina kitu, ama sijawaza kitu chochote huko. Hivyo wewe nenda, tutakumbukana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Elisha mtumishi wa Mungu, yeye alisema ya kwamba vile Roho wa Bwana ishivyo ndani yako, huwezi kuniacha hapa, maana najuaje ukienda huko utaenda upokezewa hatua ingine, mimi nitakaa wapi? Najua ya kwamba ukienda huko waweza kwenda ukachukuliwa, mimi nitabaki na nani? Haleluya! Kuna kitu anatamani apokee, kuna kitu ambacho anatamani aweze kuhifadhiwa ndani yake. Hivyo akazidi kung'atang'ata, ijapokuwa alikuwa mdhaifu, lakini kuna mambo ambayo anayatamani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Bwana amenituma Betheli. Akisikia kwamba ni Bwana amenena, Bwana amenituma, hivyo huyo Bwana ambaye amekutuma ndio mimi ninayemtafuta ndani yako. Maana pia mimi nisikia anatuma vipi, ananenaje, anasema vipi, anafunuliaje, anafundisha ndani ya kanisa moyo, anatumia nini? Haleluya! Kwa hivyo kwa sababu amekutuma, nami natamani anitume. Bwana Yesu asifiwe. Akanyenyekea chini ya mkono wa Bwana. Haleluya! Katika mkono wa Elia. Bwana Yesu asifiwe. Wakaenda wakahubiri, wakafundisha kule, wakafanya kazi ya Mungu kubwa, wakarudi nyumbani. Haleluya! Bado zoezi, bado kuna mambo ambayo yanamngojea Elisha ayafanye kwa ajili ya Elia. Bwana Yesu asifiwe. Na wametoka mahubiri, na wametoka mafundisho pamoja, wanaombea watu pamoja. Haleluya! Lakini wakifika lazima
aweze kutengeneza kitu, ili mtumishi wa Mungu akaweze kula. Elisha akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Basi wakashuka mpaka Betheli. Basi wana wa manabii walikuwa kwa Betheli, wakatoka kuonana naye Elisha, wakamwambia, je, wajua huyu mtumishi unayemwangalia, huyu unayeishi pamoja naye, huyu unayempikia, huyu bwana wako unayemwita ni baba, unayemwita ni mtu wa kiroho, unayemwita ni mtumishi wako, je, wajua ataondolewa na utabaki hauna baba? Haleluya! Anaambia kwamba hawa ni manabii ambao wanayemwambia mtumishi Elisha, maana wanafunuliwa, wanahudumiwa na Mungu ananena na wao. Lakini Elisha anawaambia, nyamazeni, maana ninajua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Lakini ni mambo mangapi ambayo wewe unayefuatilizia baraka yako, wewe unayefuatilizia maisha yako, wewe unayefuatilizia kazi ya Mungu, ni mambo mangapi unayasikia, mambo ambayo inaingia katika kilindi cha moyo wako na wewe inakufinyilia. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka kuona ya kwamba hata hilo kanisa halifai, huyo mtumishi hafai, yule mama mwingine hafai, yule ndugu mwingine hafai. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe unajua kile ambacho Mungu amekuita na akakuhudumia. Haleluya! Basi Elisha alikutana na watu kama hao wakumdhihaki na kumwambia, basi wajua huyu mtumishi wako atatoka na ataondolewa na utabaki yatima, lakini kuna mambo ambayo anajua ya kwamba nilihudumiwa, atakapokuwa ameondoka ndipo nitapokea hiyo roho juu yangu. Haleluya! Kwa hivyo anafurahi ijapokuwa na uchungu kwa kuondolewa baba yake ili afe. Haleluya! Lakini anawaambia hayo muyanenayo nayajua na ninayatambua, nyamazeni. Haleluya! Lakini wewe unatoka ukiwa na hasira, ukiwa na majibizano na mtu, ukiwa na uzito wa mtu, kwa sababu amekunenea, kwa sababu amekwambia, amekufinyilia. Hautakikani ufinyilike, uishiwe na nguvu, ukate tamaa, maana wewe ndio unayejua azima na azimio lako ambalo unalomtafuta Mwenyezi Mungu nalo. Haleluya! Wewe ndio unajua Bwana amenenaje kuhusu maisha yako na amenenaje kuhusu maisha yako ya baadaye. Kwa hivyo kinachofaa ufuatilizie na uzingatie na kikurudie kwa mawazo na akili ni kile ambacho Bwana amenena. Bwana Yesu asifiwe. Ni kile ambacho Bwana amekuambia. Hiyo ndilo jambo inafaa uweze kulisikia na kulitilia maanani na kulifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiangalia ni mtumishi, ni dada au ni ndugu ama ni mzazi, basi ile jambo nalo litamani hutalipokea. Bwana Yesu asifiwe. Maana hao walikuwa ni manabii kama Elisha nabii, lakini hawa watu wameinuka kinyume, wanampiga Elisha. Haleluya! Wanamfinyilia Elisha, wanamnenea mambo ya kumkwaza, mambo ya kumpiga Elisha. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Lakini Elisha anasemaje? Nyamazeni. Haleluya! Maana mimi ndimi najua niendako ni wapi na nimetoka wapi. Haleluya! Wewe ndio unajua wito wako ambao Bwana amekuitia. Wito wangu mimi ndio najua Bwana amenitoa wapi, na azima ya maombi yangu na yajua ambaye atanipeleka ni wapi. Maana mimi ndimi najua Mungu amenena nini kuhusu nini, na ana mpango upi kuhusu maisha yangu na kuhusu kazi yake. Haleluya! Kwa hivyo hakuna mtu ambaye aweza kuja kunitoa katika mpango ambao nilio nao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Maana haya ni masauti ya manabii na manabii hawatakosa. Lakini katikati ya manabii kuna mtu ambaye ameteuliwa ambaye anaitwa Elia. Bwana Yesu asifiwe. Ijapokuwa kuna manabii wengi, lakini katikati yao kuna nabii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama kuna watumishi, lakini katikati yenu kuna mtumishi. Ijapokuwa kuna wachungaji, lakini katikati yenu kunaye mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Ijapokuwa kuna maovasia, lakini katikati ya maovasia kuna ovasia. Bwana Yesu asifiwe. Ijapokuwa kuna mabishop katika nchi, lakini kuna bishop ambaye Mungu amemteua ili aweze kusimamia hao mabishop wote. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna kiongozi, basi kuna kiongozi ambaye anaitwa Masiri. Haleluya. Maana yeye ndiye anayejua na anayeelewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi Elisha hakusikiliza habari za manabii wanasemaje, maana alichokipokea ni cha
cha nabii, si manabii. Alichokipokea ni cha nabii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ana ushujaa na uhodari, ijapokuwa tu wanafunuliwa, wanahudumiwa, lakini anajua ya kwamba hawa watu wote wako chini ya nabii Eliya, na huyu ndiye nabii ninayemfuatilizia, huyu ndio nabii ninayemtambua, huyu ndio nabii anayenifundisha, huyu ndio nabii anayeninendea. Kwa hivyo katika hao wote nyamazeni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akaambiwa ataondoka huyo nabii wako, lakini anasema nyamazeni. Bwana Yesu asifiwe. Eliya akamwambia, tafadhali kaa hapa Elisha, maana Bwana amenituma niende Yeriko. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ameniambia nende kuhubiri Yeriko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Elisha, kaa hapa. Habari ya kukesha na kukeshea kile jambo ambalo Bwana ameweka ndani yako na kile ambacho unacho kitamani mbele yako. Akaambiwa kwamba sasa tumetoka kule Betheli, sasa kaa hapa. Haleluya. Maana mimi Bwana amenituma. Akisikia ni Bwana amenituma, haleluya, hapo lazima aweze kusimama. Haleluya. Bwana amekutuma. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo Bwana ndiye ameniita kutokana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, kama roho ya Bwana iishivyo sitakuacha. Nao wakafika Yeriko. Bwana Yesu asifiwe. Basi wana wa manabii walikuwako huko, wakamwambia, je, una